kuja mbele zako tunapoleta somo linaloelezea kuhusu ufafanuzi zaidi kwa ajili ya kitabu cha Wakolosai 2:16 na 17. Hapo ndipo tunatosha somo letu kulingana na neno linalosema kivuli ama vivuli na ukweli ulio katika Kristo. Hiyo ndio kichwa cha somo, vivuli na ukweli ulio katika Kristo. Wakolosai 2:16-17 inasema, basi mtu awaye yote asiwahukumu katika masuala ya chakula au ya kinywaji au habari ya sikukuu au mwezi mpya au sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yatakayokuja, bali mwili ni wa Kristo. Shairi hili wapendwa, ni kifungu ambacho tunataka kujifunza. Kifungu hiki kimeletea utata sana katika ulimwengu wa Kikristo leo. Watu wengi wamechanganyikiwa kuhusu maana ya Wakolosai 2:16 na 17. Tunajiuliza, je, Paulo alifundisha kwamba sabato imefutwa? Paulo alifundisha kwamba, je, unaweza fanya kile unachotaka, mtu akunyamaze tu, watu wasiambiane kweli, au kweli yote inyamazwe kimya? Kwa sababu inasema mtu asikuhukumu kwa mambo, kwa sikukuu, kwa chakula, kwa sikukuu, kwa siku za mwezi, hata kwa sabato au kwa sijui kwa nini. Hii jambo je, linatuelekeza kama Wakristo kunyamazia ukweli, usitangaze ukweli kweli? Hiyo ni swali ambazo tunajiuliza kulingana shairi hii, kwa sababu ulimwengu leo unapofundisha ukweli wanakupatia Wakolosai 2:16 na 17. Wanasema mtu asikuhukumu, yaani mafundisho yenu haina nguvu, kwa sababu Wakolosai 2:16-17 inasema usihukumu mtu. Mpendwa na mtazamaji, nilipendelea saa hizi ambazo unatusikiliza tupate kuelewa jambo fulani. Unaposoma shairi moja, aya moja katika Biblia, ikiwa unatamani kuelewa aya vizuri, usisimame kwa shairi moja, kwani ukishimama kwa shairi moja unaweza kupoteza lengo la mwandishi. Lakini Biblia ayo yenyewe ndiyo inayojitafsiri. Biblia ni tafsiri yake yenyewe. Ukiachia kwa shairi moja, unaweza toka hapo umechanganyikiwa ama inakukoroga. Kuna wengi kabisa anaposoma shairi la 16 nasema mtu asikuhukumu kwa hii, anabaki hapo umetulia, na anasema naweza fanya kitu chochote, naweza kula namna ninavyotaka, naweza sherekea namna ninavyotaka, mtu asiseme na mimi. Lakini shairi hili aliseme hivyo, kwa sababu shairi la 17 inaeleza kwamba mambo haya yote yalikuwa ni kivuli cha mambo yajayo. Wapendwa, tuone jambo hili kwa umakini sana. Kwa nini Paulo aliandika jambo hili? Ni kitu gani kilichomsukuma kuandika, kuelezea mambo haya? Rafiki, acha nikuambie kwamba kanisa la Kolosai ambalo Paulo alikuwa analiandikia barua hiyo ya Wakolosai lilikuwa limeathiriwa na mafundisho ya Kiyahudi yaliyosisitiza sheria za sherehe, vyakula vya ibada, sikukuu na taratibu za kidini. Paulo aliandika kuonyesha kwamba wokovu uko ndani ya Kristo, hauko ndani ya sherehe, haiko ndani ya siku, haiko ndani ya sikukuu, haiko ndani za sherehe za ibada. Lakini alisisitiza kuonyesha kwamba wokovu ni katika Kristo. Na acha nikuambie kulingana na yale ambayo Paulo hata alienda akisema katika Waefeso 2 aya yake ya 8 kwamba tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Ni kwamba wokovu wetu hautokane na vile tunavyovifanya na kile tunachokula na kile ambacho tumekataa kula, bali wokovu wetu unatokana na Kristo. Kristo ndiye
ambaye ametupa wokovu kupitia ni kwa neema, na imani unapoiweka tayari umeokolewa. Usidanganywe. Na ni hiki ndicho kile ambacho Paulo anaelekeza katika kitabu chake cha Wakolosai, kuonyesha kwamba wokovu wetu haupatikani katika hizo sherehe za ibada, sherehe zote ambazo watu wanazifanya, bali wokovu wetu unatoka kwa Kristo. Sasa maana ya neno mtu asiwahukumu, neno hili katika Kigiriki linamaanisha kuhukumu au kulaumu. Mtu asikulaumu, mtu asikuhukumu. Kwa nini Paulo aliandika jambo hili? Kwa sababu watu walikuwa wanahukumu wa Kristo, kwa sababu hawakuwa wanaendelea na mfumo wa sherehe za Kiyahudi. Hiyo watu walikuwa wameanza hukumiana, wameanza laumiana, na kanisani kulikuwa kumekuwa mvurugo. Na Paulo katika barua zake alikuwa anaelekeza kanisa kuelekea kuona Kristo kama mlango, kama njia ya pekee ya wokovu wa mwanadamu. Sasa hiyo ambayo Paulo anaita kama kivuli ilikuwa nini? Je, ni mbuzi? Je, ni chakula cha sijui kondoo? Je, ni nguruwe? Je, ni chakula gani ambacho ni nini maana ya vile ambavyo vinaitwa vivuli? Katika Agano la Kale, Paulo namna anavyoelezea katika Wakolosai 2 tafadhali, aya 16 na 17, anaweka mstari ya vivuli. Anasema Paulo anataja chakula, anataja vinywaji, anataja sikukuu, anataja mwezi mpya, anataja Sabato. Umeona hapo vitu vitano ambavyo Paulo anavielezea katika Wakolosai 2 aya yake ya 16 na 17. Anaelezea chakula, anaelezea vinywaji, anaelezea sikukuu, anasema kuhusu mwezi mpya, anasema kuhusu Sabato. Mpendwa, acha tukishimama hapo, watu yule msikilizaji na mtazamaji anaweza kataa kutuelewa, lakini mpangilio huu unaonekana pia katika Ezekieli 45 aya yake ya 17. Ezekieli 45 aya yake ya 17. Mpangilio huu ambao Paulo anauelezea unaonekana pia katika kitabu cha Hosea 2 aya yake ya 11 na Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 23 aya yake ya 31. Huo hapa kuna namna ambavyo Paulo alivyoelezea, alivyopanga jambo hili. Hapa ndivyo vinapatikana Ezekieli 45 aya yake ya 17. Rafiki mpendwa, jambo lingine katika somo hili ni hili: sikukuu za Kiyahudi zilizokuwa vivuli zinaonekana ni siku gani? Acha nikuwapatie sikukuu za Kiyahudi ambazo Paulo anazielezea. Mtu asikuhukumu kulingana na sikukuu hizo. Sherehe ambazo zinaonekana katika Wakolosai zinapatikana wapi katika Agano la Kale? Acha nikupe sherehe ya kwanza, ni katika Walawi 23 aya yake ni ya 5. Sherehe hiyo inaitwa Pasaka. Pasaka ilikuwa kivuli kilichomwakilisha Kristo kama mwana kondoo wa Mungu atakayeondoa dhambi za ulimwengu, kulingana na Wakorintho wa kwanza 5 aya yake ni ya 7. Pasaka ilisherehekewa katika Wayahudi. Wakorintho wa kwanza 5 aya ya 7. Pasaka ilisherehekewa. Walawi 23 aya ya 5. Sherehe ya pili, sikukuu ya pili ya Kiyahudi ilikuwa ni sikukuu inayoitwa sikukuu ya mkate usiotiwa chachu, inayopatikana Walawi 2:3 aya ya 6. Hii iliwakilisha ufufuo wa Kristo. Yaani sherehe hii ilikuwa ni kivuli kinachowakilisha ufufuo wa Kristo. Hii sherehe inapatikana kwenye kile kitabu cha Walawi 23
aya 10 na 11. Malimbuko. Sherehe nyingine ni sherehe ya Pentekoste, Walawi 2 na 3 aya 15 na 16. Hiyo ilionyesha kushuka kwa Roho Mtakatifu, Matendo ya Mitume 2. Sherehe ya 5 ni siku kuu ya baragumu, Walawi 2 na 3 aya yake ya 2 na 4. Hiyo ilikuwa mwito wa toba. Sherehe ya 6 ni siku kuu ya upatanisho. Hiyo ni Walawi 2 na 3 aya ya 2 na 7. Hiyo ilionyesha kazi ya Kristo kama kuhani mkuu katika Waebrania 8 na Waebrania 9. Sherehe ya mwisho, siku kuu ya mwisho ni siku kuu ya vibanda. Hiyo ni katika Walawi 2 na 3 aya ya 13 na 4. Ilionyesha wokovu wa mwisho na ufalme wa Mungu. Sasa swali la msingi, sabato za sherehe ni zipi? Katika Walawi 23 na inaonyesha kwamba sabato, sherehe hizi zote zilikuwa zinaitwa hata sabato. Hizo sherehe zote 7 ambazo tumezitaja hapa juu zilikuwa zinaonyesha sabato. Sabato, siku ya Pasaka ilipokuwa inafika walikuwa naita sabato. Sabato ya mkate usiokuwa na chachu. Sabato, siku kuu ya Pentekoste ilikuwa inaitwa sabato. Siku kuu ya baragumu ilikuwa sabato. Siku kuu ya upatanisho ilikuwa sabato. Siku kuu ya vibanda ilikuwa ni sabato. Na wapendwa, sabato hizo hazikuwa lazima zianguke Jumamosi, lakini wakati wake wa kufika, hata siku ya kwanza ya juma, siku ya pili ya juma ilikuwa imetakiwa washerekee na wapumzike, iliitwa sabato. Mpendwa, sasa kama siku kuu hizi zote zilikuwa sabato, na Paulo anasema mtu asihukumiwe kwa siku kuu au siku ya mwezi au sijui nini, hivi vyote. Sasa sabato hiyo inayopatikana katika amri ya 4 ambayo Mungu anasema ikumbuke siku ya sabato, ina tofauti gani na hizi sherehe? Acha nikuambie kifupi tu, ni kwamba sabato ya amri ya 4 hiyo ilianza hapo mwanzo, kulingana kitabu cha Mwanzo 2 aya ya 1 na ya 2. Mungu alipoumba, amemaliza uumbaji. Alipomaliza uumbaji siku ya 6, siku ya 7 Mungu mwenyewe akaweka sabato. Mungu akaibariki, akaitakasa, akapumzika. Yaani aliweka siku ya 7 kama sabato, yaani siku moja katika siku 6 za juma. Unapoelekea siku ya 7 ya juma sherti upumzike. Lakini sabato hizi hapa ambazo Paulo anaelezea ni sabato, ni sherehe katika Walawi 23. Na sherehe hizi zilikuwa ni ibada kuu, na ibada hizi zilikuwa ni vivuli ambazo zinaonyesha, zinawakilisha ama zinatangaza kwamba Kristo atarejea. Hiyo ndiyo kitu cha msingi cha kujua. Sasa swali nyingine ya mwisho, je, sabato ya siku ya 7 ya juma inaelekea katika kitabu hiki cha Wakolosai 2 aya 15 na 16 aya 16 na 17? Jibu ni hapana. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inaonyesha kwamba Yesu mwenyewe alishika sabato. Luka 4:16. Mitume waliendelea kushika sabato. Matendo 17 aya 12 na Isaya 66 aya 22 na 23 inaonyesha sabato katika ufalme wa Mungu, yaani katika maisha ya paradiso kutashika sabato. Kwa hiyo Wakolosai 2 aya 16 na 17 haiwezi kuwa inazungumzia sabato ya amri ya 4, bali inaelekeza watu kuelewa kwamba hizo sherehe kuu ambazo zinaonekana kwenye Walawi 23 ni sherehe zilizokuwa vivuli ambavyo vilionyesha kwamba Kristo atarejea. Na acha nikuambie,
Kristo tayari amekuja. Sherehe zile zote hazina tena nguvu, lakini zilikuwa zinaonyesha, zinatayarisha watu wote wa Agano la Kale kwamba Kristo mwana kondoo atakuja. Na kualika wewe mpendwa, umtegemee yule Kristo ambaye amekuja. Hakuimaliza Sabato, hakuimaliza Sabato. Wewe umekuwa nani kuimaliza? Na mbinguni tutasherekea Sabato. Na Yesu kasema, ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe siku ya baridi wala siku ya Sabato. Warafiki mpendwa, Yesu pekee ndiye msimamizi wa maisha yetu. Mtegemee yeye. Mungu akubariki na kushimamie. Ukiwa na swali, usikatae kucomment au kutuandikia ujumbe. Tutakuja tena na somo lingine. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Amina.